khalis, hakika yeye Nabiullah Ibrahim alayhi salam amekuja na tauhidi safi fresh, alladhi yatanafa ma'a al-ishraki billah, tauhidi ambayo inakinzana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa jami'u tawaif, na makundi yote, wal milal, na watu wa mila zote, mu'tarifatun, ni yenye kutambua na kukiri na kukubali bifadli Ibrahim, ubora wa Nabiullah Ibrahim alayhi salam, wa jalalati qadri, na utukufu wa qadri yake, sawa, utukufu wa heshima yake, kiasi kila watu wanajinasibisha na Nabiullah Ibrahim. Mayahudi wanajinasibisha na Nabiullah Ibrahim, Manaswara wanajinasibisha na Nabiullah Ibrahim, na hata hawa washirikina wa Kiarabu wanajinasibisha na Nabiullah Ibrahim, lakini wanakwenda kinyume naye, wanakwenda kinyume naye. Nabiullah Ibrahim hakuwa Myahudi, hakuwa Mnaswara, hakuwa hawa wao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Nabiullah Ibrahim yeye amepondokea katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuwa Myahudi wala hakuwa Mnasara, sawa, lakini alikuwa ni mwenye kupondokea kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma dhakara sharafa ar-rusul, kisha huko mbele tutaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja utukufu wa mitume. Mwenyezi Mungu ametaja utukufu wa mitume, min abnai Ibrahim, kutokana na watoto wa Ibrahim. Yani Nabiullah Ibrahim amekuwa ni baba wa manabii, kwa sababu manabii wengi wananasibika na Nabiullah Ibrahim. Tayeb, wa amara rasulahu bil iqtidai bihadihim alkarim. Ameamrishwa Mtume Muhammad, yani Mwenyezi Mungu amemwamrisha mjumbe wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha mjumbe wake, yani Mtume Muhammad, bil iqtidai bihadihim, afuate mwongozo wao, namna walivyoongoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaamrisha Mtume Muhammad, sallu ala nabiyikum, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afuate uongofu wao al-karim, uliokuwa mtukufu. Sawa. Tayeb, akaanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeona almunasaba, na hii ndio manhaj ya Sheikh Al-Jalil Sheikh Muhammad Ali As-Swabuni. Naam, yeye
manhaji yake aliyoiweka katika mafahamu sofatu tafasir, tafsiri al-Quran al-Azim, jami' baina al-ma'thur wal-manqul. Mafahamu yeye ana utaratibu wa kuelezea bilma vina maana gani katika lugha ya Kiarabu. Yani aya kabla hajaanza kuzitafsiri, sawa, kwanza anakuletea aya ambazo anazotaka kuzitafsiri, halafu kabla ya kuingia kwenye tafsiri anakuletea almunasaba, yani kama kuna aya zilizotangulia, sawa, je, hii inayofuatia baada ya hizo kuna munasaba gani kati ya aya hii na hizo? Ndio manhaji yake ilivyo, ndio maana mimi nakipenda sana kitabu hiki, sawa, napenda sana kitabu hiki, sawa. Na katika jadwal durus, ikiwa tutakuwa na mada tafsir, basi manhaj sofatu tafasir, sababu ndani yake kuna kuongeza mafahamu, maarifa katika lugha ya Kiarabu, sawa sawa. Yani maneno magumu, sawa, anatutafsiria. Kwa ndani yake kuna lugha, alafu pia anatueleza na sababu nuzul, anaeleza sababu nuzul, mafahamu. Ndani yake pia anaweza akaelezea faida, sawa, alafu pia anaeleza albalagha, vile vile albalagha anaeleza, mafahamu. Kwa hiyo baada ya kutupa almunasaba, asa tuingie a'udhu billahi minash shaitani rrajim. wa idh qala Ibrahim, hapa anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sasa hayupo. Haya yanatuhusu sisi sasa, haya aloambiwa Mtume Muhammad, na ndio haya na sisi ndio tunaambiwa. Wazi? wa idh qala Ibrahim, tayib, wa idh walimumpo, idh ni nini hiyo? Idh ni nini hiyo? Hiyo ni dharf, lakini dharfu gani? lima mada min az-zaman. Wazi? Manake anaelezwa habari za nani? Za Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, zilishapita. Ndio maana imetumika nini? Wa idh manake kumbuka, ewe Mtume Muhammad, habari zilizopita ambazo alizisema Nabii Allah Ibrahim, dhafu lima mada, na ikiwa idha dhafu lima yastakbil, muda unaokuja, si ndio? Lakini idh lima mada,
Sawa, narudia kusema tena, hii huwezi kuipata kwenye kitabu cha tafsiri cha nani? Sheikh nani? Al-Farisi. Lakini msininukuu vibaya, sisemi hakifai. Sijasema hivyo. Nataka nyinyi mtofautiane, wale wanaokwenda kuchukua kile kitabu sawa, hawajui hivi dhaful mamadha min zamani wala idha hamna, hawajui sawa. Nyinyi mko darasani, nyinyi sawa, nyinyi mnasoma, nyinyi mnasoma, hamwezi kutumia kile kitabu. Nyinyi mnatakiwa msome, sawa, msome ndipo muweze kutafuna. Kule wametafuniwa. Sasa kitu ulichotafuniwa, kitu ulichotafuniwa, hapana. Tunatakiwa tu na tawtini nafsi, yaani ubebe mashaka wewe mwenyewe, ukishughulikia kitu wewe mwenyewe. Ndio maana ya kusoma, umeelewa? Tayeb. Sallu ala nabiyikum. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, kumbuka ewe Muhammad. Mwenyezi Mungu ndo anasema hivyo, lakini sisi ni mtume Muhammad, sawa. Kumbuka ewe Muhammad, idh qala Ibrahim, pale Ibrahim aliposema kumwambia liabihi, baba yake Azar. Wa idh qala Ibrahimu, kumbuka ewe Muhammad aliposema Ibrahim, yani ewe mtume Muhammad, kumbuka Nabiullahi Ibrahim alayhi salam aliposema liabihi, kumwambia baba yake Azar. Baba yake nani? Azar. Muweni na vitabu vya tarikhi, vitabu vya tarikhi muwe navyo, sawa, ili huyu Nabiullah Ibrahim alayhi salam ni ibn man, na ili tumjue huyu Azar ni baba yake zazi. Sawa, tuna maana mbele kidogo tutaeleza kwa nini kuna huu mulahadha. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, nakumbuka ewe mtume Muhammad aliposema Nabiullah Ibrahim alayhi salam li abihi Azar, kumwambia baba yake Azar. Maana ni kwamba ewe Nabii Muhammad, kumbuka yaliyokuwa alipomwambia Nabii Ibrahim kumwambia baba yake Azar, na kumwambia huku kuna sababu ya maneno ambayo aliyesema Nabiullah Ibrahim alayhi salam kumwambia Azar. Ni pale alipoudhika naye, aliudhika Nabiullah Ibrahim, aliudhika, sawa. Aliudhika kwa sababu gani? Aliudhika
kwa sababu ya baba yake Azar na watu wake kwa kule kuabudu sawa au kumwabudu asiyekuwa Mungu. Hili lilimudhi Nabii Ibrahim alayhi salam. Basi ndio sababu ya haya maneno ambayo tunayaona anayatoa au anayasema Nabii Ibrahim kumwambia baba yake Azar. Sawa sawa? Tayeb, alimwambiaje? Attakhidhu asnaman aliha. Kuna suali hapa, unayefanya masanamu kuwa ni Mungu? Nabii Ibrahim anamwambia nani? Baba yake Azar. Baba yake anaitwa nani? Azar. Atattakhidhu asnaman aliha, unayafanya masanamu kuwa ni Mungu? Aliudhika. Mtakumbuka kwamba mzee Ibrahim ni baba wa imani na alikuja na tauhidi fresh. Kwa hiyo angalia usulubu anaoutumia hapa, usulubu anaoutumia kufundisha tauhidi na watu wake walikuwa wamebobea katika ushirikina. Sasa namna alivyojipanga kufanya da'wa, ndio tumeanza kuona namna gani Nabii Ibrahim alivyopambana na kufundisha tauhid. Maana yake, maana kuna tafsiri na kuna maana, sio? Kusikia maana ya aya hii, maana kuna tafsiri alafu kuna maana hii. Atattakhidhu asnaman aliha, tafsiri, je, unayafanya masanamu kuwa ni Mungu? Mtoto anamwambia baba, sawa, maneno haya kwa usulubu wa kuuliza swali. Maana yake kwamba haikufalii wewe kuyafanya masanamu kuwa ni Mungu. Ikiwa tafsiri atatakhidhu asnaman aliha, je, baba yangu Azar, unayafanya masanamu ni Mungu? Na kwa sababu ni mengi, basi miungu aliha, kama ilivyokuja ni jamu aliha, miungu. Unayafanya masanamu ni miungu, maana yake haikufali wewe baba yangu kuyafanya masanamu ni Mungu. Ifai baba. Wazi? Hapa Azar, huyu Azar sio baba yake mzazi Nabii Ibrahim. Hapana, kwa sababu Azar hapa
moja kwa moja tunamuona anafanya shirki. Si ndio? Anafanya shirki. Na Ibrahim ni nabii wa Mwenyezi Mungu, si ndio? Sasa Azar tukisema sio baba yake mzazi, Azar nani? Na Qur'ani imemtamka kwamba anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Kumbuka ewe Muhammad aliposema Ibrahim kumwambia baba yake Azar, na hapa tunasema hapana, tunapingana na Qur'ani. Hapana, Azar sio baba yake mzazi, sio baba yake mzazi. Nani? Ibrahim. Wazi? Shughuli. Yutlaqu al-amm ala al-ab. Akina baba wadogo huwa wanaitwa al-amm, si ndugu na baba. Ndugu na baba huwa wanaitwa al-amm, anaitwa al-ab, baba. Kwa hiyo huyu sio baba yake mzazi Nabiullah Ibrahim. Azar sio baba yake mzazi Nabiullah Ibrahim, bali ni ndugu na nani? Ndugu na baba yake. Qur'ani imewatamka hivyo akina baba wadogo, sawa. Qur'ani imewaita kwa jina la al-ab. Kienda kule kwenye suratul Baqara, mtarakiz, wa idha hadara Yaqub al-maut. Hebu nitafutie ili tupate ushahidi wa Qur'ani kuwaita ndugu na baba kwa jina la al-ab. Naam. طيب am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut qala libanihi. Qala, sikizeni hapo, qala libanihi, yani Yaqub aliwaambia watoto wake, si ndio? Qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, mtamwabudu nani baada yangu? Yaqub. Sawa. Alipofikwa na dalili za nini? Za kifo, anataka kujiridhisha, je, watoto wake baada yake watamwabudu nani? Idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Sikiliza majibu ya watoto. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, mwana Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mpate muda vizuri hapo, sawa. Huu ndio ushahidi wa kwamba Qur'ani imemweka al-am manzilat al-ab. Kwa hiyo Azar sio baba yake mzazi nani? Nabiullahi Ibrahim. Sawa. Tunatafuta nini hapo? Na tunakwepa nini hapo? Kumbukeni, Ibrahim ni abul anbiya, baba
baba wa manabii, sawa. Kumbukeni Ibrahim, nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sira inasemaje? Watatasilu nasabuhu Ismail alayhi assalam. Unaona hiyo Ibrahim, nasaba ya Mtume Muhammad inaungana na Ibn Beth. Sasa kama nasaba ya Mtume Muhammad inaungana na Ismail ibn Ibrahim, Ibrahim mwenyewe ndio huyo hapa alayhi assalam, alafu baba yake awe ni mushriki. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema namna alivyozaliwa yeye, sawa, lam azal antaqil min al-aslabi at-tahirat ila al-arhami az-zakiyat hatta wulidtu min nikahin wa lam ulad min sifah. Kwa baba yake Ibrahim hawezi kuwa ni mushrik, sababu nasaba ya Mtume Muhammad inaungana na Nabiullah Ismail ibn Ibrahim alayhi. Nasaba ya Mtume Muhammad, sawa, maana mpaka anakuja kuzaliwa Mtume Muhammad, sawa, yeye unasikia, manake alikuwa anahama kutoka kwenye migongo at-tahirat, ni wanaume hao, ila al-arham az-zakiyat, kwenda kwenye matumbo ya uzazi, au sio, matukufu. Hata ulitu, mpaka nikazaliwa mimi Muhammad. Asema hata ulitu min nikahin wa lam ulad min sifah, mimi nimezaliwa, au sio bwana, mimi ni mwana halali, fahamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lam ulad min sifah, sikuzaliwa kutokana na taratibu zinazotokana na nini, na uzinifu. Kwa hiyo matumbo ya uzazi, sawa, ya mama zake, lakini pia na alikopitia kwenye migongo ya wanaume ambao ni baba zake, sawa, ni al-aslab at-tahirat. Wazi? Tayeb. Kwa hiyo hivyo ndivyo, sawa. Naam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, kumbuka Mtume Muhammad aliposema Ibrahim li abihi, kumwambia baba yake Azar. Baba yake Azar, sasa tumeshaelewa kwamba sio baba yake mzazi, sawa, lakini ndugu na baba wanawekwa kwenye daraja ya nani? Ya al-ab, kwa sababu huyu ni mushrik, kama tutakavyoona huko. Alimwambiaje? Atatakhibu asnaman aliha, je, unayafanya masanamu ni miungu? Sawa sawa. Tayeb, yani wadhkur ya Muhammad liqaumik, taja ewe Muhammad, we mwenyewe ukumbuke na utaje habari hizi, uwakumbushe watu wako ubadatal awthan, waabudio wa masanamu, watu wenye kuabudu masanamu, watajaluha rabban, na huyafanya hayo masanamu ni mola mlezi, sababu Allah rabbul alamin duna Allah, kinyume cha Mwenyezi Mungu, badala ya Mwenyezi Mungu. Alladhi khalaqaka, Mwenyezi Mungu ambaye amekuumba wewe na ameniumba mimi na wewe. Fasawaka, Mwenyezi Mungu akakuweka sawa, yani viungo akaviweka sawa. Umeelewa? Kule kwenye sura gani? Suratul Inshiqaq au wasawaka
fa'adalak, infitar, sura infitar. Sawa, Mwenyezi Mungu amekuumba wewe akakuweka sawa, manake akaviweka viungo sawa vya kukuletea manufaa, na akaviweka sawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viungo kule kwenye al-fitar, akaongezea fa'adalaka, si ndio? Akakunyoosha. Mwenyezi Mungu ametuumba akatuweka sawa sawa, maanake akatuwekea viungo ambavyo vyenye manufaa na sisi, lakini pia Mwenyezi Mungu akatunyoosha sawa, tukawa katika kunyooka. Maanake kwa maumbo yetu yamenyooka sawa sawa, na ndio maana tunajitazama kwenye vioo, si ndio? Sababu Mwenyezi Mungu ametuumba vizuri, sawa. Tunajitazama kwenye vioo. Kuna mtu mwingine hatosheki kutazama uso tu, ana kioo kikubwa, anajitazama jumla. Lakini sehemu nzuri sana kujitazama ni wapi? Usoni. Yaani kila mtu sura yake ni nzuri, kila mtu sura yake, na ndio maana mtu hachoki kujitazama kwenye kioo. Kama mtu sura yake ni mbaya, tangu siku ile alipoiona sura yake mbaya, sasa mimi hata sitaki hata kujitazama, nina sura mbaya. Wapi? Kila siku nitazama kwenye kioo. Sasa tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma kama hassanta akhlaqana fahassin, Allahumma kama hassanta khalqana fahassin akhlaqana. Ewe Mola wetu wa haki, kama ulivyozifanya nzuri sura zetu, basi na tabia zetu pia uzifanye nzuri. Sehemu nzuri sana ni wapi? Mtu anajitazama zama kwenye uso, au sio bwana? Huwezi kumwona mtu anajitazama huku mgongoni, chukua kioo, hamna, ni hapa sawa sawa. Na Mwenyezi Mungu ametuumba akatuweka sawa sawa, yaani viungo hivi, si ndio? Akatuwekea viungo sawa sawa ambavyo vinatuletea manufaa. Angalia mikono imekaa mahala pake, ujue hiyo mikono imekaa mahala pake. Je, ingekuwa huku mgongoni ingekwaje? Angalia masikio, angalia masikio yamekaa mahala pake. Masikio je, ingekuwa hapa? Angalia mdomo hapa, mdomo ulipokaa, je, ungekuwa huku ingekwaje? Pua hiyo ingekuwa pua iko hapa. Fasawwaka fa'adalak ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakkabak. Mfahamu? Hiyo miguu namna ilivyowekwa hivyo, umeelewa? Hiyo miguu ingekuwa huku hapa hivi, sawa. Tayeb, ay wadhkur ya Muhammad liqaumika ubadat al-awthan, kumbuka ewe Muhammad, sawa, na wakumbushe watu wako ubadat al-awthan, wenye kuabudu masanamu. Wakta kauli Ibrahim, wakati wa kusema Ibrahim alayhi salam, alladhi yad'una annahu ala millati, alladhi yad'una annahum ala millati Ibrahim ambaye wao wanadai sawa kuwa Nabiullah Ibrahim, wao wanadai kuwa wako katika mila ya Nabii Ibrahim. Nisema wa Mayahudi wanajinasibisha na Nabiullah Ibrahim, Manasara wanajinasibisha na Nabiullah Ibrahim, mushrikuna
wa Kiarabu wanayasibisha na Nabiullah Ibrahim. Sasa Muhammad, wakumbushe, kumbuka wewe mwenyewe na wakumbushe watu wako, sawa, ubadat al-awthan, wale wenye kuabudu masanamu, wakati kauli Ibrahim, wakati wa kusema Ibrahim, alladhi, Ibrahim ambaye yad'un, wana itakuwa yad'un, sawa, yad'una wanadai, fahamu Kwa hiyo ni lugha ndio inatufanya tufanye masahihisho haya na marekebisho haya. Kuna tofauti iddaa na daa. Yaddauna wanadai, annahum, kuwa wao, ala millatihi, wako juu ya mila yake. Kumbuka na wakumbushe watu wako wakati Nabiullah Ibrahim aliposema liabihi, kumwambia baba yake Azar, kumwambia baba yake nani? Azar, munkiran alaihi, hali ya kumpinga. Kumpinga nani? Kumpinga baba yake. Munkiran alaihi, hali ya kumpinga baba yake. Vipi alimwambia? Atatakhidhu asnaman aliha, je, unayafanya masanamu ni miungu? Taabuduha, unayaabudu masanamu. Watajaluha, na unayafanya rabban, ni mola mlezi. Duna Allah, kinyume cha Mwenyezi Mungu, badala ya Mwenyezi Mungu. Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye khalaqaka, amekuumba wewe, fasawaka, akakuweka sawa sawa, kama tulivyo eleza kwa urefu kidogo anifa. Warazakaka, na amekuruzuku wewe. Hivi aliyekuumba wewe akakuweka sawa sawa, viungo akaviweka mahala pake, akakunyoosha, umbo lako likawa sawa sawa, na akakuruzuku, na akakuruzuku, huyo si ndio wa kumwabudu? Iweje sasa mbona unaabudu masanamu? Masanamu ambayo haya nufaishi, hayawezi kuleta manufaa. Ukiyaabudu hayadhuru, hayawezi kudhuru ukiacha kuyaabudu. Kwa hiyo akawa anampinga nani? Baba yake Azar. Inni araka wa qaumaka, hakika yangu mimi, anaendelea kusema Nabiullah Ibrahim, inni, hakika yangu mimi, mwanao Ibrahim, araka, na kuona wewe baba yangu Azar, wa qaumaka, sio peke yako, na watu wako, wewe na watu wako, fi dalali mubin, mko katika upotofu ulio waziwazi. Sawa? Ai, manake fa anta wa qaumuka, wewe na watu wako. Gani anamwambia babake? Wewe baba yangu, wewe na watu wako. Fa anta wa qaumuka, wewe na watu wako, fi dhalalin, mko katika upotevu. Anil haqi, mko mbali na haki. Nyinyi mko kwenye upotevu, mko mbali. Wewe baba yangu na watu wako mko kwenye upotevu. Anil haq, mko mbali na haki. Mubin, upotevu ulio waziwazi, wadih, ulio waziwazi. La shakka fihi, hakuna shaka kabisa ndani yake. Huu ni upotevu, upotevu. Sawa sawa.
Naam, hapa katika uslubu da'wa bado hatuwezi kuwa nje na ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Weka sawa hapa. Haya maneno ni maneno makali, yanajitosheleza kabisa, lakini namna ya kuyawasilisha, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Yanafika inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Mnasoma al-akhlaq ya akhlaq, si mnasoma? Si mmesomea namna ya mazungumzo, si ndio? Mazungumzo namna gani katika Uislamu mtu anatakiwa awe sawa, anazungumza au sio? Unapozungumza na mwenzako, si ndio? Au sio? Kwa hiyo huu ufikishaji unahitaji ndani yake kwa kuna nini? Kuna hikma, kuna busara, kuna mawaidha mazuri, au sio bwana? Wewe umesoma sasa, umeelimika, lakini kabla hapo na wewe pia ulikuwa mjinga, ulikuwa hujui, au sio? Baada ya kujua namna ya kumfanya na mwingine ajue, unatakiwa ukumbuke kwamba na wewe ulifanyaje? Ulifundishwa. Sasa na wewe ni zamu yako kumfundisha unayemwona anakwenda sawa, ndivyo sivyo. Elewa, ujipange vizuri, sio tu kwa sababu umeshajua halali, umejua haramu, umejua sawa, umejua kufuru ni nini. Sasa ukamwona mtu anafanya kufuru, vipi? Sawa, vipi uzungumze naye? Vipi umlinganie? Sio wewe kafiri, wewe kafiri mkubwa wewe. Hapana. Tukiwa wenyewe kwa msikitini huko, sawa, kufuru. Lakini kama ndio mtu unataka umfundishe, mtaratibu, sawa? Sawa sawa. Wewe ndio umejua ni kufuru, yeye anajua. Sasa ndio ile khatibu nasa bi qadri uquli, uangalie mustawa hivi, huyu haya anayafanya ni makusudi, lazima ujiridhishe huyu hiki anakifanya kwa sababu hakijui, au sio? Ndio Mtume swalla katika kufundisha kwake, umeelewa, alikuwa anawafundisha watu wakamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna ya ufundishaji wake. Yani Mtume alikuwa anafundisha, yule mtu akifundishwa halafu akijifanyia tathmini namna alivyokuwa na namna alivyokuwa akifanya, afu Mtume anavyomchukulia, mtu anaona nilikuwa nafanya vibaya sana, lakini mbona Mtume namna alivyonielekeza, amenielekeza kwa utaratibu mzuri sana. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuwe hivyo. Piga kelele mpopovu na kutoka. Wewe ulifundishwa hivyo? Mbona ambia haya, leteni masomo yenu. Sikia bwana, unafundishwa taratibu. Vipi wewe, mbona unakwenda kupiga kelele huko? Kwa nini? Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana.
Sawa. Kuna watu wawili walisafiri kwenda kutafuta ilmu. Kuna watu wawili walisafiri kwenda kutafuta ilmu.